Ikiwa mwanamke ana aina hii tano ya marafiki, kuchepuka ni jambo la kawaida, hajalishi uko kwenye mahusiano ama ndoa. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba kuna aina ya marafiki ambao mwanamke akiwa nao kuchepuka ni jambo la kawaida. Aina ya kwanza ni aina ya marafiki ambao wanapenda kwenda kwenye kumbi za starehe. Ikiwa mwanamke ana aina hii ya marafiki ambao wanapenda sana kwenda kwenye kumbi za starehe, fahamu kabisa kuchepuka ni jambo la kawaida, kwa sababu huko anaweza akapata, yani marafiki zake wanaweza akapata bwana, yule bwana akawa amempenda mke wako au mpenzi wako. Kwa hiyo kuchepuka ni jambo la kawaida ikiwa mwanamke ana aina hii ya marafiki ambao wanapenda sana kwenda kwenye kumbi za starehe. Na pia aina ya pili ni aina ya marafiki ambao wananunuliwa kama bidhaa. Ikiwa mwanamke ana marafiki wa aina hii, kuchepuka ni jambo la kawaida, kwa sababu hata yeye pia akipata danga lenye pesa linaweza likamnunua. Kwa hiyo kuchepuka ni jambo la kawaida. Na pia aina ya tatu ni aina ya marafiki ambao wana marafiki wa kiume wasioeleweka. Yaani ikiwa mwanamke ana marafiki ambao wana marafiki wa kiume ambao hawaeleweki, hii pia ni mojawapo ya aina ya marafiki ambao kuchepuka ni jambo la kawaida. Na pia aina ya nne ni aina ya marafiki ambao wanachepuka na uume za watu. Ikiwa mwanamke ana marafiki wanaochepuka na uume za watu, fahamu kabisa kwamba na yeye kuchepuka ni jambo la kawaida, hususan kwa uume za watu. Na pia mwanamke akiwa na marafiki ambao hawaheshimu utu wao, yani utu wao, fahamu kabisa kuchepuka na yeye ni jambo la kawaida, hajaishi kwenye mahusiano ama ndoa. Nikukumbushe, kama una tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, hakikisha unapata hii dawa. Dawa hii inauzwa shilingi 10,000. Unaweza kunicheki WhatsApp kuweza kupata hii dawa. Hii dawa inasaidia kwa wale ambao wana upungufu wa nguvu za kiume na wale wanawake ambao wana tatizo la kukosa hisia. Kwa hiyo hakikisha unawasiliana nami ili kupata hii dawa. Asante na karibu. Naitwa Isaac Nyankole.